Haleluya. Mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai katika siku ya leo. Leo ni Sunday ya tarehe 15 mwezi wa 3. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kukulinda na kulilinda pia. Tunaendelea kupokea baraka za mvua na tunajua kwamba Mungu ataendelea kutubariki. Alikuwa ameambia wana wa Israeli ya kwamba wakimtii atawafunulia asina yake nzuri ya mvua. Kwa hivyo mvua ni baraka. Naamini ya kwamba hatutalalamika. Kwa yote tunamshukuru Mungu kwa maana anatupenda na ana mawazo mazuri na maisha yetu. Katika siku ya leo nataka kuleta neno la Mungu kwa kile kitabu cha Exodus chapter 2 verse 23. Ndio tusomee hapo Kutoka sura ya 2 mstari 23, na Mungu atakubariki sana. Mungu atakuinua. Soma neno la Mungu na Mungu atakubariki. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Ni maandiko ambayo yanasimulia vile ambavyo wana wa Israeli walipata kupitia hali ambayo haikuwa nzuri na hawakuwa na njia ya kupata kutoka kwa ile hali walikuwa ndani yake. Lakini Biblia inasema kwamba hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Walikuwa katika hali ambayo sile wamezoea, ni hali ilikuwa ya kuwafinyilia sana. Na Biblia inasema kwamba wakalia na kilio chao kikafika juu mbinguni kwa Mungu. Katika ujumbe ambao uliopita tulikuwa tuna ujumbe alikuwa anasema kwamba silaha yako ya kipekee isiyoweza kushindwa. Na katika siku ya leo tunaleta part 2 yake ya kwamba maombi ufika juu mbinguni kwa Mungu. Tunapoomba hata kama itaonekana kama imechelewa, lakini kuna Mungu ambaye anajua kulipa na kurejesha. Kuna Mungu ambaye anajua kwamba kurejesha. Aliambia wana Israeli ya kwamba mkinitii nitawarudishia vitu zenu zilizolewa na nzige, mandu na tunutu na parare. Yaani kuna uwezo ya Mungu ya kurejesha yale ambayo umepoteza kwa njia mbalimbali. Mungu ako na uwezo ya kurejesha na kulipisha unapoendelea kumuomba. Kwa hivyo wana wa Israeli walijikuta kwa mateso makubwa sana. Walijikuta katika hali tatanisi sana. Lakini Biblia inasema kwamba hawakufa moyo. Walilia mpaka kilio chao kikafika juu mbinguni kwa Mungu. Ni wakati ambapo walikuwa taifa la Misri, ambako walikaribishwa na Yusufu ndugu yao ambaye walimuuza kwa njia ambayo ilikuwa na makusudi ya Mungu ndani yake. Lakini ikafika ya kwamba akafa, Farao akafa, na wakachikuta ya kwamba sasa walijipata kwamba yule ambaye alikuwa anawajua wao ni akina nani alikuwa amekufa. Alikuwa anaitangwa mfalme wa hiyo nchi. Wakawa mfalme mwenye aliingia akaamua kuwatesa. Na wewe unasema kwamba wakalia mpaka kilio chao kafika mbinguni kwa Mungu. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Walikuwa mahali ambako Mungu alikuwa amenena na Ibrahimu ya kwamba watakuwa. Kwa kile kitabu cha Mwanzo sura ya 15 uende usome hapo, utapata mahali Mungu wanasikizana na Ibrahimu ya kwamba wana wa Israeli ama uzao wake utakuwa nchi ambao ni nchi ya ugeni na watakaa kule miaka 400. Lakini unakuta hapa wakati wa kutoka kwao walitoka wakiwa na miaka 430. Ni kuonyesha kwamba hapo kuna miaka 30 ambayo iliongezeka kwa sababu maybe hawakulia, maana wako wamepitia hali ambayo ya kukumbusha Mungu. Kwa hivyo inasema walipolia Mungu akakumbuka lile agano aliloagana na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Na Mungu akawaona wana wa Israeli na akawaangalia. Tuna emphasis ya kwamba
ni vizuri usikufe moyo, katalia katika hali ya kumwomba Mungu. Haijalishi ni mambo gani unaona kana kwamba hayafanyiki, kwa msaada ya Mungu unapoomba, hayo mambo yatakuja kufanyika, na yatafanyika kwa wakati ambao ni wa Mungu, na ni wakati ambao hautapata kuregret, kwa sababu vile umeomba ni kwa sababu Mungu atatenda yale ambayo ulikuwa unataka atende, na ikaonekana kwamba imechelewa. So wana wa Israeli walipitia hali hiyo, wakawa wanalilia Mungu wa mbinguni. Maana mimi walikuwa wameambiwa kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye alikuwa ameahidi ya kwamba wakiwa kwa hiyo nchi Mungu atakuja kuwatoa. In fact, hata Yusufu mwenyewe alikuwa amewaambia kwamba ameenda, lakini alikuwa anajua kwamba Mungu atakuja kuwashukua hapa. So walikuwa na matumaini, na walipokuendelea kutumaini ndivyo mambo ilisindi kuharibika. Lakini vinasema kwamba wakalilia Mungu, wakaambia Mungu akapate kuwakumbuka, na Bwana akawaangalia. Na hapo ndio Mungu alienda katafuta mtu anaitwa Musa, na akamtuma akamwambia aende Misri, maana kuna watu wa Mungu wako kule wanateseka. Mungu akawainulia mwokozi anaitwa Moses. Na Moses alipoenda kwa Farao, wana wa Israeli walipata nafasi ya kutoka Misri katika ile hali ya kuwa katika utumwa. So katika maisha yako usiache kulilia Mungu kwa ajili ya watoto wako. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya mke wako. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya mume wako. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya kazi ya mikono yako. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya masomo yako. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya nchi yako. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya kanisa, ya huduma ile ambayo unaoifanya. Usiache kulilia Mungu kwa sababu ya afya yako. Endelea kumlilia Mungu ukimwambia kwamba akurehemu, akukumbuke. Maana hata wana wa Israeli, Biblia inasema kwamba walilia, na ni kama walilia kwa muda mrefu. Haiseme ni siku moja, ni unasoma hata zaidi ya siku moja. Kama wakati Nuhu alianza kujenga safina, ilienda mwendo ya miaka 100 wakiwa wanaomba tu, wakiwa wanajenga safina, wakiwa wanatarajia wokovu ya Mungu. Lakini ilikuja katimia yale Mungu aliyokuwa amepata kuyasema. So katika siku ya leo mpendwa, katika mwezi wa 3 tarehe 15, endelea kumulilia Mungu. Mungu achelewi wala kuji mapema. Anakuchanga kwa wakati ule ambao unaofaa. Mungu huja kwa wakati ule unaofaa, na kisha analeta suluhisho kwa mambo yote ambayo yalikuwa yameharibika, na maisha yako yatakuwa ni maisha ambayo yako vile ambavyo utapata kufurahi katika jina la Yesu Kristo, na utakuwa ni mtu ambaye ako na furaha. Utakuwa ni mtu ambaye ako na furaha. Katika kitabu ya Zaburi 94 mstari 14 inasema kwamba kwa kuwa Bwana hatawatupa watu wake, wala utawasha urithi wake. Kwa kuwa Bwana hatawatupa watu wake, wala utawasha urithi wake. Bwana hatawatupa watu wake. Wana wa Israeli walikuwa watu wa Mungu, na Mungu hakuwatupa. Biblia inasema kwamba Mungu hata hawaachi wale ni watumishi. Wana wa Israeli walikuwa watu wa Mungu, walikuwa watu ambao wameokoka, walikuwa ni watu ambao wamechaguliwa. So katika maisha yako, ikiwa umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana mwokozi maisha yako, jua kwamba Mungu hatakuacha wala hatakupungukia kabisa. Maana Biblia inasema kwamba Mungu hataacha urithi wake, wala Mungu hatawatupa watu wake. Kwa hivyo endelea kujitia nguvu na kujitia moyo kujua kama Mungu haja kuacha na hata kuacha ni kwa sababu Mungu hatawaacha watu wake wala kutupa urithi wake. Hiyo mpendo, Mungu akubariki sana. Hilo ndio neno ambalo Mungu anipatia nikupatie, nikwambia kwamba Mungu anasikianga maombi, na tunapomulilia huwa anasikia. Waisraeli walimulilia, wakamuita. Biblia inasema sauti yao ikapanda. Hakuna kitu kilisuia ile sauti ya kilio. Walimuita Mungu, na Mungu naye akapata kusikia.
kilio chao, na akawaangalia na akawapata kuwaokoa katika taifa la Misri. Kwa hiyo kila hali unayopitia sasa, Mungu akuokoe katika jina la Yesu, na Mungu akupe amani, na Mungu akupe ushindi in Jesus name. Amen. Baba, nakushukuru kwa mpendwa ambao amenipatia neno mfalme kwa ajili yake. Sijui yale ambayo anapitia Bwana, yale ambayo yanafanya asikitike. Ninaomba kwa jina la Yesu, Jehova ukaingilie kati, ukamponya na yote. Kila vizuizi amewekewa siondoke, kila magonjwa yamuondokee, kila umaskini muondokee, kila kuteseka kumuondokee. Nguvu zote za ushawi, nguvu zote za maroho machafu, ninazikemea na kutangazia huwa sina uwezo kwa maisha yake. Ninateka nyara kila upinzani wote wa kishetani, ninauondoa kupitia jina la Yesu Kristo. Natangaza hakuna silaha ambayo imetayarishwa kinyume na maisha yetu itakayofanikiwa katika kazi yake. Pokea Mungu utukufu na sifa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili umeingilia kati kwa maisha yake. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. God bless you. Have a wonderful week in Jesus' name. Amen. 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 Amen.